ukipata watoto ambao kwamba watakukumbuka, kisha ikawa wata tumfanyie babetu, tumfukulie kisima, wata tumfanyie babetu. Ingawa hii ni moja katika alama kubwa ya mtoto kuwa mwema, kuwakumbuka wazazi wake baada ya kufa. Ukikuta mtoto yuwakumbuka wazazi wake baada ya kufa, ni alama kubwa sana katika alama ya kuwa huyu kijana ni kijana mwema, kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa yuwatuelezea kwamba idha mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min thalathatin sadaqatin jariya au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin. Hakusema au waladin lahu, mtoto mwema yad'u lahu. Manake haiwezekani mtoto awe atawaombea wazazi wake dua baada ya kufa ila awe ni mtoto mwema. Kwa hiyo ukijiona wewe, ukitaka kujijua, je, wewe ni mtoto mwema kwa wazazi wako, jiangalie, je, wawaombea wao baada ya kufa? Kwa hiyo mmoja katika alama ya kufa, alama ya kuwa wewe ni mtoto mwema kwa nasi ya hadithi ni kuwa wewe wawaombea wazazi wako. Je, ikiwa sasa wewe wawafanyiana kheri, na hili hakuna alolipinga. Sahaba alikuja kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, asa akamwambia, mamangu amekufa ghafla, na ingekuwa ni mwenye kutamka jambo lolote angetamka kufanya sadaka. Je, mimi nimfanyie sadaka? Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia, tufanyie sadaka. Mwingine akaja akamwambia, mamangu amekufa, hakuwahi kufanya hija, naweza kumfanyia hija? Akamwambia, hujja anha, mhijie. Kwa hiyo kumfanyia mzazi wako mambo ya kheri baada ya yeye kufa ni kitu kizuri sana. Sasa ikiwa wale watoto angalau walikuwa ni wema, watoto wao wenyewe pengine walikikuapiza, baba pesa hataki kutupa, Mungu ajalie aondoke tuzipate, tamani na mimi kuoa, tamani na mimi kununua gari, akipata fikiria hoyo atakumbuka, licha kukujengea msikiti hata kukupekea mswahafu kwenye msikiti. Kwa hiyo jifanyie mwenyewe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia, waltadhkuril mauta, wewe kumbuka kuna kufa. Kufa ni kuondoka katika maisha ambayo kwamba